Kwa moja leo ndo mkutano wa kwanza kwa sheria hizi. Sasa niwaombe sana tuondoe hofu tulionayo. Tuzungumze yale yanayohusu jamii. Kama una kesi zako yako binafsi, naomba hiyo usizungumze hapa, utaileta huko kwa sababu hilo ni la kwako. Lakini tufanye kwenye masuala yanayohusu upatikanaji wa huduma za kijamii. Tumefahamiana? Kama lipo linalokwaza, lakini pia si vibaya mkatumia nafasi hii kuipongeza serikali kama kuna jambo lilikuwa limekwama kwa muda mrefu na sasa limekwamuka. Ndio nyakati hizi, kwa sababu sisi ndio tunapeleka taarifa serikalini ya nini tunahitaji, kipi kimefanywa kwa mafanikio na wananchi wanasema nini juu ya hilo. Kwa hiyo tunakubaliana maskani ya zoazoa hamuitaki, maana inatuzolea mpaka na wanafunzi. Si ndivyo? Kwa hiyo kama maskani ya zoazoa ni kero kwa skuli yetu mpya tuliojenga juzi nzuri, wanafunzi wetu watoto wadogo wazuri, lakini hawanokaa kwenye maskani ndo kero, ndivyo? OCD maskani ya zoazoa ihame. Katibu tawala na OCD leo tarehe 16 mtarudi Makunduchi siku ninokwenda Mtembe tukijaliwa Jumaa. Katika kituo cha polisi kiwe Makunduchi, kiwe Paje, kiwe Kizimkazi, kiwe Jambiani, hatua zilizochukuliwa na askari wa pale kituoni kama hakuridhika nazo, basi aje moja kwa moja ofisini kwa OCD. Tusimsubiri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tukamkusanyia malalamiko, kumbe malalamiko mengine yangetatuliwa bila kufika kwa Mkuu wa Mkoa. Kwa mfano hiyo maskani ya zoazoa, mimi kwanza naisikia leo, nimefika hapa wilaya Kusini toka mwezi wa 8 mwaka jana. Sijasikia malalamiko ya maskani ya zoazoa kutoka kwa wananchi wala kwa walimu. Kwa hiyo mwananchi yote asiridhika na huduma zetu, mimi namkaribisha ofisini na naahidi kwamba tutazitatua. Kuna maskani inayoitwa zoazoa chini ya hiyo skuli. Ino maskani mheshimiwa ni kero moja kubwa to kiasi kwamba suwe wa viazi tunakosa amani na hiyo maskani. Tumejaribu kulisema lino katika ngazi tofauti, lakini hatujiona hatua endelevu ambayo ichawishagira maskani vala chini ya Mwembe. Tumeingia mdakatu ukafika pala Mwembeni tu ukatazama javino tena barabara kabisa banananga wanombwa na siku nyingine wale ambao wanatomezwanga kwa wanafunzi. Kwa mfano javino sasa wanalala wale wanafunzi na wazazi wao na walimu wao, basi unaweza kwenda vale nawe tenda observation ndogo tu, wenda katembe gari ache kwenda katembe. Tatizo watu jua. Tatizo langu mimi bwana walimu. Na tuna wanakele wanasoma. Lakini wala wanakeleka na rudi skuli kuna muuza kusomo nini. Mwalimu hajafika. Mwalimu kawa tungu saa 5, kipindi chake kiwa saa 1:30. Mwanakele huyo anasema mesi lisoma. Mheshimiwa, hilo tatizo limetukwama. Hatuna sema tuwakimia. Maandalizi na msingi au? Wati wawili. Na mfano skuli ya Kiongoni ino ina walimu hawapungu 12. Hea yakaeka wa 1. Sasa mmoja huyo kanangia darasa lino na wala watu wabyoajiliwa wao uzwa kwenu kae mie kwetu kae, kumbe mtuka na kakiboje au nungwi. Eneo lile nimezuliwa muda mrefu sana, na mimi naishi na familia, nikaja nikapimwa bila kujua kinachotaka kufanywa. Wahusika ofisi mkuu wa wilaya, ofisa tawala waliokuja pale
Sasa eneo tayari imeshakubali lichukuliwe na ujenzi wa serikali, sijakataa. Lakini muda mrefu sana nasumbuka na watoto, sijengi nyumba yangu ndani, natafunwa na mbu, familia yangu iko pale, na kuja kidanganywa tu ninavyoona. Shafahamu. Sijapata ufumbuzi wowote. Hivi karibuni jamaa wamekuja wakatasumini nyumba ya kushangaa, pesa siambiwi una kiasi gani unazozipata kwa kwenda kutafutia kuishi sehemu nyingine. Mpaka leo juzi tumeitwa kupelekwa account namba za benki pamoja na vitambulisho bila kujua hayo. Naona kama nataka kuibiwa.